heshima tuweze kukaribisha baba yetu. Karibu baba baba. Shamba la milele na tunasema sana kwa Yesu. Shamba shamba shamba. Shamba. Ngoja. Leo hebu pigie makofi. Leo kanisa mmekuja wewe. So, tukae kwanza chini. Sinataka nikusalimie. Ni wengine hawako. Si ni kweli? Simulizuliwa na ukua. Amen. Lakini leo kumetoka jua. Unajua kuna wale ambao wakinyeshewa bili yao inayuka. Amen. Lakini leo jua limetoka wameganda. Amen. Ninyi ni watu wazuri, ninawapenda sana. Sijui kama unanipenda kama vile ninawapenda. Kweli. Hata Mungu anashuhudia hiyo kitu unaongea ni kweli. Tupigie makofi watumishi. By the way, leo ni siku ya baraka. Nimeanza kubarikiwa tangu Sunday school. Wale watoto wangu wakina Kristi na teenagers wamenihubiria, nikafurahi sana. Vijana nikaona kwa vile nilikuwa naongea kuhusu neno la Bwana, mafundisho ya mama yetu maombi ambaye anaitwa Monica Award, alafu na ndugu yangu Pastor Maloba. Amen. Amen. Na ndugu yangu Pastor Praise. Amen. Amenifurahisha vile nilikuwa kiongea ile. Wajua hapa tuongee la. Amen. So imekuwa mambo ya baraka. Nataka nishukuru kwa wale ambao tulikuwa na harambee ambao Jumapili iliyofuata haukuweza kufika. Nataka nikushukuru, ndio maana nimestopisha. Kwanza nikupatia heshima. Amen. Wajua baba mzuri ni yule mwenye kukumbuka wewe. Amen. Nimeshukuru kwa kila mmoja wale waliotusaidia kwa maombi ili hafla hii ifanikiwe. Tumeweza kufanikiwa. Na ndio maana kuna watu wengine hatukuweza kuacha mataa yote ili tunataka tukuonyeshe kazi iliyofanyika. Nataka uende pale tukawawashie mataa yao, si yangu. Kuna mataa mengine ambayo sikuweza kuyawasha. Japo wengine walikuwa wanajiuliza mbona baba hajawasha. Ni surprise ya watoto wangu ambao hawakuwa waliona tu kwa video. So ninatumia hekima, situmii haraka. Amen. Hallelujah. Tuliweza kufanikiwa tukaweka hizo taa. Kuna hizi ambazo zina change na kuna zile ambazo ziko huko zimefichwa huko ndani. So tunafichua baada ya kuficha, maana umekuja. Si sawa? Na kuheshimu sana. Kama hujawahi fanywa surprise, so surprise. Amen. Kumekuwa mzuri Wow. Hapo nichangie na hizi. Bado. Yes. Pigie Yesu makofi mazuri. Amen. Hallelujah. Alafu tukaletewa kitu kingine. Najua nimeogopa kuiwasha, mnaweza sema mimi ni mchawi. Tolee. Amen. Tukabarikiwa na hii ya kutoa harufu ya manukato kanisani. Mtoto wangu anaitwa Claire ambaye yuko active sana. Mungu
ili alipeana order kwa online. Ako hapa. Si nimeona mtu kama yeye. Eruka wakuone, wakujue. Wanasema video huko mbele, sio huko. Wewe sasa umekuwa mtumishi, usiwache kuogopa. Awe. Si ndivyo? Yes, Amen. Yes, akatubariki na hii. Ni rafiki ya Tina na rafiki ya Sara. Amen. Na ni mshirika wetu na alipenda kanisa. Amen. Japo alikuwa akiishi Nairobi. Amen. Alikuwa active sana wakati wa harambee, tulimuona. Na ako active kwa kila jambo. Hata kwa ile group tulikuwa tumeweka juzi. Before kwanza niongee hiyo. Ni wangapi wametamani kuwa kwa group yetu ya Jerusalem Fire Church? Moja. Sasa mtabidi munione, sitahesabu yote nikamaliza. Mtabidi munione. Cause kulikuwa kumetokezea jambo la dharura, lakini group ilinisaidia. Kuna watu walichanga wengi. Amen. Alianza alikuwa ni Irene, akafuatia Claire na wengine, na hata babangu hapa na wakina Jenta. Lakini nanishangaza Jenta, yeye hayuko kwa grupu kwa sababu anatumia ile simu nyingine, lakini sijui alijuaje. Akajua ilitumiocha. Amen. Na wakina Magdalene. So na wakina Muli. Ilikuwa baraka sana wakina Baraza. Na tukaweza kwa sababu hii gypsum kuna mahali kulikuwa kuna tona kulikuwa kumeanza kuleta nani, tukabidi pale kuna mabati mengine unajua ilikuwa haijabadilishwa yote. So tukaja tukanunua tukabadilisha, na sasa tunataka tuingie kule chooni. Kuna mahali pia pana tona tunataka tuyaondoe yote na mbao itengenezwe, maana katika nyumba chooni ni muhimu. Wewe unaonaje wakati kuna nyesha alafu na wewe unanyeshewa na umeenda? Hayatoki vizuri unayakata. Amen. Mimi ni baba yenu wanaongea hivyo. So Claire alitulebariki hii. Niliongelea hii kusema kwamba bila kanisa limekuwa vizuri, linafaa linukie vizuri. Yaani kuwe na maarufu nani nzuri. Unajua kuna wengine unaweza kaa na yeye kwao anakunukia jasho. Kwapa najaribu kuongea hiyo kuficha kifanya hivi, yani wewe elewa. Yaani ile kali. So alipoguswa akatuletea hii. Unajua lazima utroduce kanisani. Naweza ona vitu vinatoa moshi. Akasema hiyo kanisa nimeenda ni ya Madeboloshpa, inafukisa ubani. Hii tukiweka example kwanza, alafu ndo hebu watambulishe kwa majina kamili. Bwana asifiwe. Majina naitwa Claire Wanjiru. Mimi ni Mluya kutoka Western. Nilijoin kanisa through Tina na Sara, na nimependa na tutaendelea kushiriki pamoja. So mpigieni makofi na kurudi kwenda kukaa. Haya, sasa hii unaona vile inatoa. Hii wakina maoni wanaifanya hivi. So unaona vile inatoa. So the moment tunapoendelea kutoa hivyo, tunataka tuitafutie mahali tuiweke ndio inatoa ile harufu nzuri. So inawekwa maji. Sasa inawekwa maji na sasa inategemea ni harufu gani unapenda. So unaweka
hiyo harufu na unachanganya na maji na inaendelea vizuri. So kuna ndogo, hii ni kubwa yake, na alisema ataleta ile kubwa ya hii, sio? Ya. Sasa maji yasipungue. So sasa hii kumeanza kutoa harufu nyingine nzuri, hiyo nyingine ya mapapa imeanza kuondoka. Ya, kumeanza kuchange, hata mimi nasikia hapa msikini. Tunasikia hawa. Haya. So, sisi tumekuwa watu wa kubarikiwa. Hata nikwambie tumebarikiwa. Umesikia wakina praise wakihubiri. Babu na babu. Sio ana shimo gani na sijui ana shimo gani. Kwa sababu gani? Wanamuona Mungu. Wewe ukiitwa mchawi unalaumu kanisa, na wewe kanisa ndio linakupigania. Itwa mchawi ndio ujue Mungu wako anafanya kazi. Unajua Yesu aliambiwa yeye ni Beelzebuli kwa sababu gani? Anafanya miujiza. Watu wanamuita mapepo. Kwa sababu wamejaribu kila mbinu, wameshindwa. So, asanteni sana kwa mchango wenu, na nitazidi kushukuru siku zote za maisha yangu. Kwamba sasa mliniahidi ya kwamba unajua hii siongelei kesho, naweza sahau. Na hii naweza sahau. Kama ni mhubiri wewe, kama utasikia hata nikikuhubiria utasikia. Watu wamekuhubiria tena, Mungu amewatumia by force by fire. Yaani hivi usikie wewe kichwa ngumu. Hebu angalia mwenzako hiyo kichwa. Hiyo kichwa ni ngumu. Usimsutoe. Wanakuangalia kama ni ngumu. Wametubariki. Mungu amewatumia vizuri. Amen. Hiyo harufu imekuwa tamu sana. Sasa hiyo kitu itakuwa nyepesi. Amen. So mimi nimefurahi. Kwa vile tumeongozwa, kwa vile tumebarikiwa. Na Jumapili iliyopita kuna mswada ulipitishwa wa bunge la Jerusalem Fire Church, ambao malaika ndio walikuwa wasimamizi na rais alikuwa ni Mungu. Wakapitisha katiba mwezi wa 8, wamekasirika. Katika hii katiba mwezi wa 8, watu wengine wanasema kulikuwa na mambo mengi tulikuwa hatujajipanga vizuri. Sasa bunge linataka kujipanga vizuri. Amen. Sasa wakajamu. Wakasema baba ulitushika ghafla. Tulikuwa tunaona aibu, tulijikaza tu. Sasa mwezi wa 8, katiba tutakayoipitisha ni kuhakikisha kanisa letu halitakuwa nusu, litakuwa full mataya, na hiyo sili itafika pake mwisho. Na mbali na hiyo ule mwingine nikiongea wacha ile bunge lipitishe. Kama unataka kuwa mwanabunge sahihi na wanataka kujua ajenda zitakazopitisha, ndio upatikane bungeni mwezi wa 8. Sasa wale watakaopatikana bungeni, uko tayari kupatikana bungeni? Haya, ngoja. Kuna bunge la wamama. Kama kweli unataka kuonekana kwa hilo bunge, utamuona huyu bwana. Na kuna bunge la wazee. Kama kweli unataka kupitisha mswada, utamuona mzee pale anaitwa mzee Muli. Ya kama wa Jay-Z wanasema ni lazima hiyo mswada upite kwa sababu unaenda kuna ofisa Jay-Z, utamwona. Na kama nao unataka kuungana na teenagers wanasema bahari Jay-Z watakuwa nasi tutakuwa, utamwona. Yes. Haleluya. Na kama unasema katika hiyo yote akukosi watoto wa Sunday school, mtaona walimu wao watapitisha hiyo hoja vile ratiba zitaenda. Na kama utasema kuna kamati
hao huchunguza, wanakuwa kama leader, wanakuwa kama patron wa church. Basi utamwona mzee Baraka. Amen. Na kama unasema sasa kuna ile patron ya kanisa kama huduma, basi unaweza kutana na kiongozi wa huduma. Sasa siweduki ama siwe. Amen. Haleluya. Wa huduma wote. Haleluya. Mimi ni popote. Tukija kwa mama nabadilika na kuwa mama. Kija kwa wazee pia nipo. Kija kwa JZ pia nipo. Kija kwa teenagers pia nipo. Kija kwa Sunday school pia nipo. Mimi na rangi kote. Bwana Yesu asifiwe sana. So imekuwa swala mzuri. Swala wetu wa bunge, watazamaji sije mkashangaa kwani kanisani kuna bunge. Tutakuwa na ibada ya mavuno. Kitu kinachojulikana kwa rais inaitwa harambee. Amen. Na hii ni lazima kama kanisa liungane, maana wabunge wakitaka kupitisha kitu lazima waungane. Tukipata wapingani, najua wapinzani huwa ni kidogo. Na siku zote ukiwa mpinzani utashindwa hata upende usipende. Hata ukikanyagia. Wajua mpinzani ni mtu wa kukanyagia. Na sisi tutakukanyagia. Ukitukanyagia kwa anga utapatana na mzee wa anga. Mkuu wa anga anaitwa Yesu Kristo. Ukiomba maombi yako ya unafiki kwanza unaregeshewa maradufu. Utachakaa hata kama umenawiri. Tena utakuwa una mtu wa kutisha hata kama ulikuwa mrembo. Ukijipaka na nini yoyote inakukataa. Kwanza inakuletea vitundusi, vidude. Lakini kwa sababu ulikuwa na roho mbaya, umeanza kuletewa sasa vitundusi. Sijui unapaka aloe vera, sijui unakuwa upake avocado, mpaka utajipaka mavi. Hakuna. Haleluya. Amen. So, inaona vile ambavyo Bwana pokuwa kinena na mimi. Unajua sisi watu tunaenda kiroho. Nikaambiwa ya kwamba before haujafanya chochote, zile ibada zote zilizopita, wacha watu wamtolee Mungu bila kuchanganyikiwa. Amen. So sitaki kukunyima hivyo, maana sisi tunatembea na roho. Anayetembea na roho atafanya vitu kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Na maandiko nilikuwa nikiyasoma, nasema kila asimamaye na ukweli, kweli itamweka huru. Na unaona Suleiman alipenda kweli, Mungu akampenda sana. Akamtolea Mungu dhabihu iliyo ya kweli moyoni. So unapotoa dhabihu, toa dhabihu